Mpendwa mtazamaji, karibu kufuata habari za siku. Hukumu ya kesi ya rais wa zamani Joseph Kabila iliyotarajiwa leo imeahirishwa kufuatia ombi la DRC la kufungua mjadala ili kusikiliza mashahidi watatu kuhusu ufadhili wa AFC M23 naye Joseph Kabila. Siku chache kabla ya kuanza kwa kikao cha bunge, wabunge wa UDPS wanamuomba Rais Tshisekedi kuwasaidia kuondoa ofisi ya Vital Kamerhe. Wakati huo huo, vikundi vya wabunge kutoka Grand Kivu, Grand Oriental, Kinshasa na Grand Kasai vinatoa wito wa utulivu na udhabiti wa taasisi. Haya na mengine na taarifa ya habari. Mpendwa mtazamaji, baki nasi. Hukumu ya kesi ya rais wa zamani Joseph Kabila iliyotarajiwa leo tarehe 12 Septemba imeahirishwa. Sehemu ya kirahia inayowakilishwa na DRC imeomba kufunguliwa kwa mjadala. Inataka kufanya mashahidi watatu kutoa ushuhuda kuhusu watu maarufu na akaunti za benki zinazohusiana na ufadhili wa AFC M23 na Kabila. Mahakama imeahirisha uamuzi wake ili kusikiliza vipengele hivi vipya. Un devoir nous est imposé. C'est celui de convaincre la haute cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle. Nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC et RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, ou au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de la trahison en espionnage. Et vous y arriverez. Parce que nous ne venons pas de la même ordre. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le leader général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai commencé. Siku chache kabla ya kuanza kwa kikao cha bunge tarehe 15 Septemba, wabunge walioanzisha harakati dhidi ya rais wa bunge Vital Kamerhe wameomba msaada wa chama chao UDPS. Augustin Kabuya amethibitisha kuwa swala hili litawasilishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kwa uamuzi kabla ya maamuzi rasmi yote.
Wakati huo huo, ofisi ya bunge la taifa inayoongozwa na Vital Kamerhe imefanya mikutano kadhaa. Ofisi hiyo imekutana na kundi la wabunge wa kitaifa ili kuandaa kikao kilicholenga utulivu na umoja. Wabunge wa Grand Kivu wamesisitiza umuhimu wa utulivu na kuweka usalama kuwa kipaumbele. Wanaunga mkono wito wa kiongozi wa nchi wa kudumisha uthabiti wa taasisi katika kipindi hiki muhimu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wao, wabunge wa Grand Oriental wameshawishi wasiwasi wa msingi wao na malalamiko yao ili kuboresha ushirikiano na ofisi ya serikali. Wanakubaliana kuhusu umuhimu wa kikao kilichotulizwa na kuimarisha udhibiti wa taasisi na amani. Na wabunge wa Kinshasa wanasifu mpango wa mashauriano wa ofisi ya chumba cha chini cha bunge ili kutuliza mizozo. Wataka wenzao kuzingatia umoja na uimarishaji wa imani yao kwa ofisi ya bunge. Hatua hili linalenga kuhakikisha kikao cha bunge kinachotuliza kwa kujibu wito wa kiongozi wa nchi kwa udhibiti wa taasisi. Kwa habari zingine, shambulio la waasi wa Codeco limetekeleza mauaji mawili na kujeruhi mmoja siku ya Ijumaa hii tarehe 12 Septemba mwaka 2025 katika kijiji cha Zandobe karibuni na eneo la wakimbizi wa Roho katika eneo la Bahema kaskazini katika wilaya ya Jugu, Ituri. Maelezo zaidi na Rashidi Kudra Pabunia. Selon la société civile locale, des assaillants de la Codeco ont surpris des habitants dans leur champ, d'où ils ont tué des personnes et blessé une autre. Le matin, il y avait beaucoup de populations qui se dirigeaient vers les champs, dont les Codeco leur ont tendu l'embouche. Ils ont tué des personnes, une personne grièvement blessée internée à l'hôpital général de Dodo, mais les deux corps sont rapatriés dans le site de Ro au moment où nous parlons. Mais grâce à l'intervention des forces loyalistes et la MONUSCO, ils sont rentrés, mais la situation sécuritaire vers Kizandobe, tout proche des sites Ro, est très précaire. Pour de leur passage, ces hommes armés ont pillé plusieurs produits champêtres. Cette attaque a entraîné une nouvelle vague de déplacés des Ro vers Drodro. Selon les responsables de cette structure citoyenne, cette nouvelle attaque risque d'accentuer la crise humanitaire dans la région. Notons que le territoire de Djougou fait face à une instabilité sécuritaire permanente suite aux atrocités des groupes armés Codeco qui attaquent des civils et la CRP qui s'affronte avec les FARDC. Rashidi Kudra depuis Bunya pour Kivu. Shughuli za kiuchumi na shule zimeanza tena siku ya Ijumaa hii tarehe 12 Septemba mwaka huu baada ya mvutano mkubwa uliofanyika jana Alhamisi katika jiji la Butembo kufuatia siku ya mji kufungwa iliyopangwa na vikundi vya shinikizo za harakati za kiraia ili kulalamikia mashambulizi ya hivi karibuni ya ADF ambayo yamesababisha karibuni vifo 100 katika Ntoyo, Lubero na Fotodu, Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Veranda Mutsanga inasema siku hiyo ya mji kufungwa ilikuwa na mafanikio. Hata hivyo, inalaumu tabia ya baadhi ya wapiga doria. Mbunge wa zamani na mwanachama wa Veranda Mutsanga, Tembo Siyotama, anawashutumu kwa kupiga risasi za kuua katikati ya waandamanaji na kusababisha majeruhi mabaya. Mwendesha mashtaka mkuu Firmin Vonde yuko Kisangani katika mkoa wa Chopo siku hii ya Ijumaa. Anashiriki katika siku ya milango wazi katika mahakama ya rufaa ya Kisangani. Mpango huu unalenga kutoa fursa kwa walalamikaji kuwasiliana moja kwa moja na mamlaka za kisheria ili kueleza wasiwasi wao na kushiriki katika kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya upatikanaji wa haki. Firmin Vonde pia amethibitisha kuwa uchunguzi unaendelea kuhusu matumizi mabaya ya fedha zilizokuwa kwa waathirika wa matukio ya hivi karibuni ya kusikitisha
Kisangani. Kwa kumalizia, waziri wa vijana na uhamasishaji wa kitaifa anatangaza kuanzishwa kwa mashauriano ya kitaifa ya vijana. Vijana wanaweza kujieleza mtandaoni au wakati wa mikutano katika mikoa na diaspora. Grace Mikutino, waziri wa vijana na uhamasishaji wa kitaifa, anawasilisha mpango huu mkubwa wa taifa. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa tunakomesha idhaa Kiswahili ya Kivu Morning Post TV. Tukutane basi kwa habari zingine. Kwaherini.